Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana katika Love Covers. Kama kawaida ni mimi Pastor Sam Gripper na mke wangu mzuri. Hilo ni muhimu sana tuleke. Mimi yake Rema Gripper. Tunafurahi sana kukaribisha siku ya leo na tutakuwa tuna wakati mzuri sana pamoja na mtumishi wa Mungu, baba yetu kabisa, Pastor Carlos Kilimbai. Asante sana. Karibu sana baba. Asante mtu. Tumefurahi sana kuwa na wewe siku ya leo. Na mimi nimefurahi kuwa na nyie pia. Na mimi kwa kweli ni kuandae mtu wa Mungu ambaye unatufuatilia kwamba leo utajifunza sana. Sababu tu kwa muda mchache ambao tumekaa na baba kabla hata tujaanza kurekodi kipindi hapa, tumejifunza vitu vingi sana. Amen. Kwa tunaamini kwamba na wewe pia utajifunza mambo mengi sana. Baba, tuanze kuzungumza na watu wa Mungu, na mahali pa kuanzia mimi nadhani tuanzie hapa. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilishtukia tu upo da. Ndio. Na enzi hizo tulikuwa tunaambiwa kuna pastor amekuja ana chombo. Pastor anahubiri kweli. Kwa tukawa tunatafuta huyu ni pastor nani. Lakini naamini kwamba safari yako ya utumishi haikuwa ghafla. Kama ambavyo sisi tulikusikia kwa ghafla. Amen. Kuna safari ilikuwepo hapo nyuma. Naam. Tungetamani kabla tujaenda mbali sana ushare na watu wa Mungu hiyo safari ya utumishi wako. Amen. Mpaka pale ambapo sasa wengi tunaweza tukawa tumefahamia. Amen. Karibu sana baba. Amen. Mimi naitwa Carlos Ricky Wilson Kilimbai. Ndio. Ni Mwarusha. Okay. Na mara nyingi wanapenda kutuita Wamasai, lakini Wamasai na Warusha ni tofauti sana. Sababu Wamasai wao ni Nilotics, wametoka kwenye mto Nile, umeshuka nao. Warusha ni Warombo, Wachaga Warombo. Okay. Walitoka, kuna Warombo walitoka kule Rombo. Waliokuja Arusha chini wakaitwa Waarusha. Okay. Walioenda kule milimani wakaitwa Wagweno. Sasa wale Warombo wakaanza kuoa wanawake wa Kimasai. Sawa. Ile mila yenye nguvu ya Kimasai ikaanza kumeza ya Kichaga. Na ndio maana unaona Waarusha wako wameinamia zaidi kwa Wamasai kuliko Wachaga. Lakini Waarusha sio wafugaji kama Wamasai. Okay. Na tena Wamasai sio wafugaji, ni wachungaji. Wamasai wana swaga wanyama wakitafuta malisho. Na ndio maana unaona Waarusha wanafanya biashara zaidi kuliko Wamasai. Kutoka kwa Warombo. Nimezaliwa mwaka 68. Kwanza nilikuwa sielewi. Mimi nilikuwa sielewi. Kuna siku moja babangu mdogo alinirekebisha. Okay. Akasema wewe sio Mmasai. Kwa Wamasai wewe mwenyewe ni Meki. Nikamwambia akasema lakini kwa sababu tumemezwa na mila za Kimasai, ndio maana vitu vingi tunafanya kama Wamasai. Okay. Lakini Waarusha ndio maana tunaili komwe. Kumbe ina maana hiyo. Ina maana. Karibu sana. Lakini kwa upande pia mama yangu ni Mwirak, lakini yeye sasa ana babu, ana bibi mzaa mama yake ambaye ni Masai. Toka kwenye ukoo wa Laput. Okay. Ukoo wa Kimasai wa Laput. Kwa hiyo kuna damu ya Kimasai original kabisa iko ndani ya mishipa yangu. Kwa bado kuna Kaumasai kabisa. Baba, safari yako ya utumishi. Tunatamani tuijue hiyo. Mimi nimeokoka. Yaani kwanza niliokoka mara ya kwanza mwaka 82. Okay. Nikiwa form 2 Central Dodoma. Na nakumbuka kijana ambaye aliniongoza kuja kwa Yesu alikuwa anaitwa Aidan Chande. Lakini sasa kwa sababu ya kukosa mafundisho na ile kubanwa nisiende kanisani na wazazi, yani ule wokovu ukukaa sana. Lakini uzuri wa wokovu, mbegu ikiingia ile ni tunazaliwa kwa mbegu sio haribika. Kwa hiyo sio kwamba eti unakuja kuokoka tena, ni kwamba ile mbegu inakuwa dormant. Ikisubiri wakati sahihi. Mwaka 93 sasa. Okay. Nikiwa mwaka wa 3 chuo kikuu cha Dar es Salaam ndio nikaokoka. Dar es Salaam nimekuwa kutoka mwaka 85. Okay. Wazazi wangu walipohamia hapa. Hiyo mwaka 93 nilipookoka, kwenye mwaka 95 ndio nilipoanza hasa utumishi. 95. Ila toka 93 nilipookoka, wiki moja baadaye nilijua kabisa nimeitwa na Mungu kwenye utumishi. Utumishi upi ndio nikawa sijui. Okay. Kwa ina maana kwamba mimi hata siku practice kabisa uhandisi madawa na usimikaji bidhaa. Niliingia moja kwa moja kwenye utumishi. Nilitumika chini ya huduma ya Maboya mpaka mwaka 97 na 98. Alafu ndio tukaanza MTBC. Okay, 98. Kwa hiyo ni miaka 2000 ndo nilipoanza kusikika. Hasa na kuja kwa social media na nini ndo nilianza kusikika. Okay. Yes. Sasa umuhimu wa malezi katika hatua za mtu
kujua wito wake. Naam. Malezi yana nafasi gani? Malezi yana nafasi ya muhimu sana, na licha kwamba malezi anakulea nani. Okay. Umeshanielewa? Kwa sababu kama ambavyo mtoto akizaliwa, yani mtoto azaliwi na kuanza kujitafutia chakula mwenyewe, kuna kipindi analelewa etc kadhalika, kwenye wokovu na kwenye utumishi. Yeah. Kunahitajika malezi. Okay. Na nafikiri malezi ya kwenye utumishi ni ya kudumu. Ya kudumu. Yani hamna mahali ambapo utaachishwa malezi. Yani lazima kuwe na watu ambao unawaangalia, watu ambao wanakuwa kama ni dira yako, kwamba usije ukatoka nje ya wito ulioitiwa. Yes. Kanisa la MTBC naamini lilipoanza halikuwa kama hivi linavyoonekana sasa hivi. Naam. Tunatamani tupishe angalau kwenye vipindi viwili vitatu hivi ambavyo unaweza ukavikumbuka, viliacha alama ndani yako. Ulikuwa unaona pengine picha kubwa ambayo haikuwa inaonekana kwa wakati huo, lakini ulishikilia ile picha kwa sababu ya imani uliyokuwa nayo. Amen. Pamoja na vipindi ambavyo vilikuwa vinatokea. Sasa tunatamani kujua vipindi vile ambavyo kama usingekuwa na hiyo nguvu ya kushikilia, pengine hii huduma isingekuwepo mpaka leo. Kuongezea hapo pastor, labda uliwahi kupata picha kwamba hapa ulipo na huduma ilipo ushawahi kuwaza au kuona itafika hapa? Na kama ndiyo, kwa ukubwa gani? Amen. Picha ilikuwa kama sio picha ambayo unaiona, sio kwa macho wala sio kwa ufahamu. Okay. Lakini mimi kwangu swala la siku zangu za usoni ilikuwa ni a strong conviction. Okay. Ni ile uhakika unaopita mashaka yote ambayo nilikuwa nao ndani. Wakati nimeitwa kwenye utumishi nilikuwa najua nimeitwa kwa ajili ya vijana. Naona, na nilijua ndo utumishi nitakao utumika miaka yangu yote ya utumishi wangu. Na huku mbele kuna mahali ambapo najua nitajikita zaidi kwenye interdenominational ministry kuliko ministry ya kanisa la mahali. Okay? Lakini huduma ya kanisa ilikuwa ni huduma ya muhimu ya mimi kupita ili kuelewa mambo fulani ya msingi kuhusu watu, kudili na watu, etc. Okay. Lakini ni kitu ambacho nilikuwa najua kwamba nimeitwa kwa ajili ya vijana. Ninafahamu kwamba huduma ambayo tunaifanya kwa ajili ya vijana katika siku za usoni itakuja kuwa kubwa sana. Itakuja kuchanua sana, si kwa kujitahidi. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu na nyakati za Mungu zinavyozidi kufunuliwa katika huduma ambayo ninaifanya. Matukio angalau matatu ambayo yaliwahi kutokea na leo unapoyaangalia unasema kama nisingekuwa na Mungu ningeishia pale. Ni yapi kama unayakumbuka? Yani mimi nafikiri labda sio tukio la kwanza ni wakati wa kuitwa kwangu. Okay. Wakati wa kuitikia wito kulikuwa na pressure ya familia, wazazi. Kulikuwa na pressure ya immediate family yangu na kulikuwa na pressure ya marafiki zangu. Hakuna hata kikundi kimoja kati ya hivyo ambavyo viliamini kwamba nimeitwa. Akikwepo. In fact mimi nilipoitikia wito, niliitikia kama Elisha. Okay. Nilichinja ng'ombe wote nao limia. Kama na marafiki nikatumia zile plau kwa ajili ya kuchoma nyama. Kwa mimi nilivunja madaraja kabisa. Okay. Nilivunja madaraja kabisa. Yani mimi nilikuwa najua kwamba hiki kitu naingia miguu miwili, mikono miwili, naingia na kila kitu nilicho nacho. Of course familia walikuwa na mpango kwa ajili yangu, baba na mama. Wadogo zangu mpaka sasa hivi hawako hapa, wako Uingereza. Mimi nilikuwa ni rais, mimi nilikuwa tayari imeandaliwa mazingira Uholanzi. Okay. Kwa hiyo wakati Mungu ananiita ilikuwa katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo pale nisingekuwa na Mungu ingekuwa ni kazi sana. Lakini nikasema ndio. Na niliandamwa sana. Lakini mzee wangu alimwambia mama, akasema huyu tunamjua wakati tunamlea, ana msimamo. Huyu kaamua. Utapata pressure. Utapasua moyo hapa. Huyu kashaamua. Namjua. Akiamua kaamua. Basta umeongea kwamba marafiki, wazazi wote walikuwa hawaamini kwamba umeitwa. Why was it? Walikuwa wanaona kama ilikuwa ni kwa sababu nilikuwa na miaka miwili tu ndani ya wokovu. Okay. Kwa hiyo walikuwa wanaona ni uchanga. Sasa wao walikuwa wanapima wokovu wangu kwa miaka miwili, lakini ndani ya miaka miwili nafikiri nishasoma zaidi ya vitabu 1000 ndani ya miaka miwili. Vitabu vya utumishi. Biblia nilishaipitia zaidi ya mara 100. Sasa wao walikuwa hawajui maisha yangu ya nyuma pazia. Walikuwa wanashangaa tu wanioni mtaani. Wakawa wanajua kwamba huyu ana tabia tu ya kutokuwa mtaani. Kumbe kuna maswali nilikuwa nayo mengi, na kwa kadiri nilivyokuwa nasoma yalikuwa najibiwa.
Kwa nilipofanya uamuzi, it was an informed decision. Uamuzi ambao ulikuwa na taarifa za kutosha. Pastor, umezungumza kuhusiana na experience yako ya maandalizi hapo, kusoma vitabu, kusoma Biblia kwa miaka 2 tukiwa ndani ya wokovu. Na leo kwa bahati mbaya tuna watu wana miaka hata 5, 6 ndani ya wokovu. Na kumaliza tu kitabu cha Mwanzo hajawahi. Wala anaona kama sio mambo yake hivi. Watu wa jinsi hiyo wengi wa hao tunakuwa nao makanisani. Na naamini watu wanaotazama hapa, wengine wana huduma, watakuja kuwa na huduma, wengine ni wachungaji. Wanawezaje kupata neno la hekima kutoka kwako la kuwasaidia watu wa jinsi hiyo ili waweze kuwa bora katika vile vipindi vyao vya kukua? Mmoja ya vitu ambavyo naona kizazi hiki wanafanya sana ni kusoma vitabu. Lakini hatari ya kusoma vitabu kama huna neno, huwezi kujua kama unapelekwa nje. Unaona? Neno linatakiwa kuwa primary reading. Vitabu vya watu waliokutangulia vinafuata. Sasa huku mwanzoni wakati unapoanza unakuwa wewe unasoma tu chochote. Yaani mtumishi yote wa Mungu wewe ni consumption. Sasa unajua nani Biblia inasema usitweze unabii. Inspired preaching and teaching. Lakini jaribu mambo yote. Okay, unayajaribuje wakati neno huna? Na lakini vile vile unapokuwa umekosea, yani Mungu anakurudishaje kwenye njia wakati neno huna? Yani anatumia nini kukurudisha? Unaona, neno ni la muhimu sana. Sasa mimi nakumbuka wakati naanza utumishi kuna vitu ambavyo nilikuwa na vihudumu. Vitu kama deliverance. After ghafla ndani ya moyo nikawa nakuwa uneasy nayo. Yani mbona inanipa shida hii kitu? Nikasema ngoja niingie nichimbe. Kwamba hivi ninavyofanya ndivyo ninavyotakiwa kuwa. Hizi vitu nikutana navyo huko. Basi mimi mwenyewe tu nikachomoka tu taratibu, yani bila kuaga. Washikaji wakanikosa. Hiyo kitu Pastor umeongea ni kwangu mimi nadhani ni ngumu sana. Tunao watumishi wengi wa Mungu, wahubiri, wachungaji ambao wameshikilia misimamo ile kwa sababu ya kuona shida ya kurudi kwenye mstari. Yani anaona watanionaje nitakapo sema hichi kitu sivyo nilivyokielewa. Hiyo Pastor ili kuchukua ugumu kiasi gani? Haikunichukua ugumu sana nilipojua tu. Unajua mimi ni mwepesi, nikishajua kwamba nimekosea. Na kama nimekosesha watu, wale ambao wako chini ya uangalizi wangu nitawaambia kwamba bana hapa hii sio namba. Honest. Biblia haiko hivyo. Kabisa unaweka wazi. Nasema kiwango changu cha ufahamu wakati ule kilinifanya nione hivi. Lakini sasa hivi hapana. Umeona? Na mimi breakthrough yangu ilikuja baada ya kwanza kuiona Biblia sio tu kama neno la Mungu mwanzo hadi Ufunuo, ni kitabu cha maagano vile vile. Okay? Na sisi hatuko kwenye maagano yote. Na kila agano lina masharti yake, vigezo vyake na namna yake. Okay? Vitabu vya agano la kale vilikuwa ni kivuli cha kitu halisi kinakuja. Picha, nabii, sheria zinazomzungumzia Yesu ambaye anakuja. Okay? Sasa yeye amekuja mwenyewe, yani huwezi kuendelea na vile ambavyo vilikuwa vinaelekeza. Kuna vibao vinatuelekeza kwenda Morogoro. Ukifika Morogoro ukutani tena na vibao unakutana na Morogoro. Sasa nayo hiyo, yani hiyo ilianza kunifungua sana katika namna ambavyo nasoma, naelewa na kutafsiri maandiko. Hii ni kubwa. Pastor, tumeongea kwenye huduma, umezungumzia kwamba kundi kubwa la watu wanaochunga ni vijana. Sasa tuambie imekuwa ni ngumu au rahisi kiasi gani, kwa sababu wote tunaelewa kwamba MTBC ndio sehemu ambapo waimbaji wengi wakubwa wako chini yako. How easy is it, na una manage vipi? Au kama kuna changamoto gani na unazimanage vipi kuchunga kundi la namna hiyo? Kuchunga mastaa. Kwanza kitu cha kwanza, yani katika utumishi wangu lile kundi ambalo Mungu ananipa kuliongoza na wengine wote ambao ninawahudumia, kwanza nawachukulia kwamba wale ni wa Yesu sio wa kwangu. Sawa Kwa hiyo kwanza inaondoa mzigo mkubwa sana juu ya mabega yangu. Mimi sijawafia, mimi sio mwokozi wao. Mimi ni under shepherd chini ya mchungaji mkuu na wachunga kwa maelekezo yake. Na amenipa neema ya kuwachunga. Okay? Kwa hiyo hata haya majina makubwa ambaye nayachunga hapo kanisani na siyachungi kama majina makubwa. Na wachunga kama watoto wa Mungu, kama kondoo wa Yesu. Petro aliambiwa kwamba lisha kondoo zangu, chunga kondoo zangu, chunga wana kondoo zangu. Mimi ndo nafanya tu hivyo. Okay? Unaendelea kwa sababu umeshamaliza. Tunafahamu kwamba pamoja na majibu mazuri ambayo umeyatoa, tunafahamu kwamba watu wenye huduma za namna hiyo
nadhani ni miongoni mwa watu ambao waga wanaongoza kwa samanini kwa hili neno, kwa kuleta usumbufu makanisani na kukosa nidhamu kwenye maeneo mbalimbali. Huwa inakuchukua ugumu kiasi gani mara nyingine kuwarudisha kwenye mstari, hasa au kwa discipline, hasa kwa sababu ya machaguo mengi ambao wanaweza wakawa wanayo kwa sababu ya majina yao na vitu vingine kama hivyo. Na nafikiri moja ya vitu sama ambavyo vimefanya nimekaa sana na vijana pale kanisani. Na katika msimu huu gifts nyingi sana zinakuja pale kanisani. Zinakuja kutulia pale. Sio waimbaji tu, wana muziki wengi. Yaani wamejazana pale na siwezi kuwatumia wote. Ninajiulizaga swali, wanakuja kufanya nini? Yaani mbona kuna kwa mfano majina makubwa kina Paul nani? Yako makanisa ambayo wangeweza kuwalipa hela kubwa sana. Mimi kaka siwalipi chochote. Mimi mwenyewe kwanza sichukui chochote. Wao sana sana wanapewa nauli zinazowaleta na kuwarudisha nyumbani. Lakini kitu ambacho kimenisaidia kwao, nimekuwa kama baba kwao. Nawapenda, nawaelewa. Alafu najua kama Paulo alivyomwambia Timotheo. Anasema fundisha, onya, karipia kwa uvumilivu wote na mafundisho. Ile eneo la uvumilivu. Yaani vijana wanahitaji uvumilivu. Nilishaikuwa kijana na mimi pia. Najua nilivyokuwa. Nilikosa hiki kitu nachowapa wao. Na ndio maana ninawapa sasa hicho kitu. Okay? Najua kwamba mimi simwangalii kijana alivyo leo. Na siangalii majanga afanyayo leo. Naangalia miaka 10-20 toka sasa. Atakuwa chombo cha namna gani? Na atakapolelewa inavyotakiwa kulelewa, naye atakuja kulea vizuri. Umeona? Angalia tu timu ambayo Yesu alikuwa nayo. Ile wanafunzi 12. Yale masela alikuwa ni headache yani. Yaani mtu wa kawaida uwezi. Yaani uwezi. Ile fikiria Tomaso. Ndio. Ile Yuda. Mzee wa matukio ya kifedha. Lakini Yesu alienda nao. Hiyo ni muhimu sana basi. Kwa hiyo ni kuwalea, kuwaelewa na kuto kuwa judge. Na kitu ambacho kimenifanya nisiwa judge ni siku moja nilikuwa nasoma maandiko, anasema Baba hakumtuma mwana ulimwenguni kuja kuhukumu ulimwengu, ila ulimwengu uokolewe kwa njia yake. Unajua mtu anayeokolewa ni mtu ambaye hawezi kujisaidia. Unaona? Na Yesu akasema kwamba kama ulivyonituma nimewatuma. Kwa hiyo na mimi sikutumwa kuwahukumu. Nimetumwa ili kuwafundisha na kumfunua Mwokozi kwao. Atawasaidia issue zao, hizo issue zao ambazo ni complication. Yesu atazibadilisha. Pasa hiyo nataka utusaidie kwenye hiyo concept ya kujudge. Watu wengi wamekuwa wakitumia hilo neno kuzuia kurekebishwa na kuambiwa ukweli. Kwamba usinihukumu, usinijudge na vitu kama vile. Unaposema kwamba hujatumwa kuwa judge, tukuelewe kwa engo ipi? Unajua kuna vitu hivi viwili, kuna ukweli, facts, na kuna kweli, neno la Mungu. Chenye nguvu ya kumbadilisha mtu ni kweli. Ni kweli. Na moja ya mbinu ambazo zinatumika sana kwenye kuchunga watu ni mbinu ya kuwafanya watu wajisikie hatia. Nani hatia inasababisha majuto ya jinsi ya kibinadamu. Majuto ya jinsi ya kibinadamu hayasababishi wokovu, yanahudumu mauti. Umeshanielewa? Lakini majuto ya kimungu yanasababisha toba. Toba ni change of mind. Mind ya mtu iko ilivyo kwa sababu ya information ambayo iko huko ndani. Yaani ina maana kwamba watu walivyo wanavyoonekana ni wasumbufu ni kwa sababu ya taarifa zilizo ndani. Kwa hiyo kinacholeta transformation katika maisha ya watu ni taarifa. The right information ita displace the wrong information, kwa sababu anasema kwamba mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Sasa nia ikifanywa upya na neno la uzima, huyu mtu atabadilika. Alafu sasa kama mchungaji nimechukulia kwamba Mungu ameniamini sana na wale watu waliowaleta kwangu. Alafu ile the fact kwamba siwachukuli kwamba ni watu wangu. Yaani saa ngapi nahangaika kwa hukumu. Mimi naleta kwao neno la Mungu. Unajua kwa mfano neno la Mungu linaposema kemea, onya, karipia. Unajua haya maneno kemea, onya, karipia sio kugombeza. Sio kuwa mkali. Ni wewe kutoeka sawa. Ni kuisema kweli. Yaani present the truth mbele yao. Umeshanielewa? Kuna andiko moja liko kwenye nafikiri waraka wa kwanza wa Yohana, anasema kwamba tazama ni pendo la namna gani tulilopewa, alilotupa Baba hata tuitwe watoto wa Mungu, na ndivyo tulivyo japokuwa ulimwengu hautuelewi. Mstari wa pili anasema kwamba hata sasa haijajulikana tutakavyokuwa, lakini tunajua atakapofunuliwa tutafanana naye, maana tutamuona kama alivyo.
alivyo. Kinachofanya watu wabadilike tabia ni kiwango cha Yesu wanayemuona. Ndicho kinachowabadilisha. The revelation of Christ inasababisha mtu abadilike, anakuwa vile Kristo alivyo. Kwa sababu tukumbuke Kristo ndio pattern kabisa. Kristo ndio model son, ndio proton. Vyovyote tunataka kuwa ni yeye. Yani tunatakiwa kuwa kama yeye. Kwa pasa, kwa kusema hivi ni kwamba kama nitakuwa nimekuelewa vizuri, utanisaidia pia. Pale kanisani wewe sio tu kanisani, katika utumishi wako, uchungaji wako, huwa unawadiscipline watu kama kuwatenga na nini na vitu kama vile ambavyo tumekuwa tukiviona vikifanyika kwenye makanisa mengine. Unazungumziaje issue ya mtu kutengwa? Kutengwa, unajua nani kwenye maneno ya Mungu Paulo, unajua ukisoma kwenye Kiswahili anasema kwamba ye azinie mtengeni. Ukisoma kwenye tafsiri ya Asili anasema kwamba anayedumu katika kuzini. Na kudumu katika kuzini sio kwamba eti amezini kwa muda mrefu baada ya kukaa naye ukaongea naye. Sio umemgombeza, sio umemfanya ajisikie vibaya. Yaani umekaa naye na kumfunua Kristo. Yaani Kristo ameshindwa kumwokoa huyu ndugu na issue ya zinaa. Kwa sababu Mathayo 1:21 utamuita jina lake Yesu, maana atawaokoa watu wake na dhambi zao. Unajua kuna kuokoka na kuna kuokolewa kabisa. Nafikiri kitabu cha Waebrania 7 aweza kuokoa kabisa wale wamjiao Mungu kupitia yeye, kwa sababu anadumu kufanya maombezi kwa ajili yao. Je, umetoa nafasi huyu mtu abadilishwe? Unajua kitu ambacho sisi tunakosea, tunafikiri kwamba mtu akiokoka basi hapo kila kitu ameacha. Akiokoka, kitu cha kwanza ule muujiza unatokea kwenye roho yake. Kinachozaliwa kwa Roho Mtakatifu ni roho. Mtu sio roho tu. Mtu ni nafsi pia na mwili. Na kitu cha tabia ni kwenye nafsi. Inajidhihirisha kupitia mwili. Nafsi haiokoki kwa uamuzi. Inaokoka kwa kweli ya neno la Mungu. Yakobo 1:21, wekeni mbali kila ubaya na uchafu uzidio, na mpokea kwa upole neno lililopandwa ndani liwezalo kuziokoa roho zenu. Sio magombezo yaliyopandwa ndani. Neno lililopandwa ndani. Na sio maneno tu. Yale maneno tunayozungumza nao kama hayawezi kumfunua Kristo ndani yao, hao watu hawatabadilika. Na ndio maana Paulo aliugua ili waokoke, lakini aliugua tena Kristo aumbike ndani yao. Sababu Kristo akiumbika ndani yao, Kristo atadhihirishwa kupitia maisha yao. Kwa basi hii njia ya kutenga watu, wewe huamini sana katika hiyo? Yaani kwenye huduma yangu bado sijapata hiyo fursa ya kuweza kutenga mtu. Akipo kitu cha kushangaza kimefanyika, ukaona kwamba kinastahili mtu kutengwa. Sasa usireact. Mtu akifanya kitu cha kushangaza, tafuta audience na kaa naye. Na yani kumejengwa mazingira ambayo huyu mtu anaweza kaa wazi na kuzungumza. Kwa sababu kuna andiko anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kufanya nini? Kupona. Anasema kwamba mtu yeyote akigafirika katika neno lolote, walio wa roho wamrejeshe kwa moyo wa upendo. Yani hata Paulo ukiona kwamba alimkabidhi mtu kwa shetani, sidhani ilikuwa ndo kawaida yake. Yule mtu lazima alikuwa konki sana. Alikuwa konki kweli kweli. Na bado katika kumkabidhi, lengo lilikuwa roho yake ipone. Roho yake ipone. So kimsingi hapo ni kwamba applicability, watu wana apply practice bila kuelewa the principle behind that practice. Kwamba not only tu kumtenga mtu, lakini mpaka nafikia kutengwa, lakini lazima uwe umeplay your part. Umeelewa? Wewe kama baba play your part, kukaa naye, kuzungumza, kuimpose neno ndani yake ili kuelewa. Yani watu wanakimbilia kufanya practice kabla ya kufanya sehemu yao. That's what I think it is. Bila shaka baba ni. Na swali la kujiuliza kwamba in this situation Yesu angefanyaje? Yesu angefanyaje? Je, Yesu angemtenga huyu mtu au kwa sababu ameshajitoa kwa ajili yake? Kwa sababu unajua kuna scripture moja nafikiri ni Ephesians 5. Anasema waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Makusudi apate kulisafisha kwa kulitakasa kwa maji katika neno. Ajiletee kanisa tukufu lisilo na ila doa kunyanzi wala yoyote yanayofanana na hayo, bali liwe takatifu. Unaona, utakatifu sio jitihada ya mtu. Ni matokeo ya the ongoing work of Christ katika maisha ya mtu. Baba, ukiangalia wokovu kwa nyakati hizi tulizonazo, ukaangalia pia utumishi namna unavyofanyika kwa nyakati hizi tulizonazo, ukaangalia pia
eneo la mahusiano na ndoa. Alafu ukajaribu kulinganisha na miaka yenu mkiwa mnakuwa. Tumepungua kiasi gani au kuna mambo gani ambayo hatufanyi sawa katika maeneo yote matatu? Wokovu, maisha ya wokovu, utumishi ambao vijana wengi tunakuwa tunafanya na hata mahusiano yetu kiujumla na ndoa. Tukilinganisha na miaka yenu mkiwa mnakuwa, kuna tofauti gani ambazo ukiziona unaona kabisa jamaa wanapotea? Yaani kuna mambo gani ambayo unaweza ukayazungumza katika hizo nani? Mimi nachoweza kusema matokeo tunayoyaona leo sio kitu ambacho kimeanza leo. Na sio kitu ambacho kimeanza kwenye kizazi hiki. Ni kitu ambacho kimeanza kwenye kizazi kilichotangulia na kile cha kabla yake. Umeshanielewa? Okay. Labda nianzie mbali hivi. Unajua kwa mfano kama nchi inataka kuwa na madaktari, lazima iwe na vyuo vya udaktari. Kwenye vyuo vya madaktari, kutegemea na aina ya madaktari wanaotaka, mitaala inayotumika kuandaa madaktari, mitaala inabidi iwe muhimu sana. Ukikosea kwenye mtaala syllabus, utakosea product inayotoka. Kanisa la nchi ya kwetu, kuanzia huku nyuma tumekosea sana kile tunachofundisha. Kwa hiyo matokeo tulionayo leo, stock tulionayo leo ya Ukristo, ni matokeo tu ya mafundisho ambayo tumekuwa tukiala. Okay. Kwa mfano naona sana watumishi vijana sasa hivi wanaona kwamba ni kitu kijema kusimama na kutangaza habari ya hukumu ya Mungu juu ya nchi, hukumu ya Mungu juu ya watu. Naona ni kwa sababu ya aina mafundisho ambayo tumekula. Mungu hakumtuma Yesu kuja kuhukumu. Tunatoa wapi kitu cha kutangaza hukumu? Okay. Kitu gani kilikuwa kinatokea pale msalabani wakati Yesu alipokuwa yuko pale msalabani? Je, hukumu ya ulimwengu haikuwa inawekwa juu yake? Sababu anasema alichubuliwa kwa maovu yetu, alichubuliwa kwa makosa yetu, alijeruhiwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu iliyowekwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake tumepona. In fact, kila mwanadamu aliye hai leo amesamehewa. Kila mwanadamu aliye hai leo amesamehewa tayari kwa kazi ya msalaba. Na ndio maana Yesu kwenye Luka akasema, kwa jina la Yesu habari za toba na ondoleo la dhambi zitangazwe. Yaani watu wanatakiwa wajue kwamba wamesamehewa. Wakiamini ndipo ile benefits za msamaha zinaanza kuachiliwa katika maisha yao. Unaona? Sasa issue matokeo tunaona leo ni nini tulikuwa tunakula? Nini tunafundishwa? Unaona? Nini tunafundishwa? Ndio hicho ambacho kimesababisha tunachokiona leo kwenye maeneo yote yote, wokovu, utumishi, mahusiano mpaka ndoa. Tulifundishwa nini? Kwa sababu hata kwenye masuala ya mahusiano na ndoa tulifundishwa zaidi namna ya magharibi ya kuhusiana mpaka ya kuoa, lakini sio, hatukupewa template ya neno la Mungu, template ya Kristo kwa habari ya mahusiano. Okay. So hapo baba, kwa sababu tumesha change your course tuje hapo. Is dating biblical? Inategemeana unamaanisha nini na neno dating. Sasa dating kwa maana kwamba mahusiano ule boyfriend na girlfriend, kile kipindi watu wanasema ni kipindi cha kufahamiana, kujuana kabla ya kuingia kwenye uchumba rasmi. So is dating biblical? Na kama yani utuambie msimamo wa kibiblia kuhusiana na dating. Ngoja turudi kwanza kwenye template ya Biblia ya kuhusiana. Wakorintho wa kwanza 7:1. Anasema kwa habari ya mambo yale mlioniandikia, ni vema mwanamume asimguse mwanamke. Anasema lakini kwa sababu ya zinaa, of course Kiswahili anasema zinaa, lakini neno la msingi ni sexual immorality. Kwa hiyo ni immorality, ni swala zima la span nzima ya masuala ya ngono. Anasema kwamba kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe. Hajasema kwamba mwanamume anapomdate mwanamke awe makini anamdate vipi. Anasema kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Paulo anafikiri kwenye Timotheo wa kwanza ile 5:1-2 anazungumzia jinsi ambavyo kijana Timotheo, mchungaji Timotheo wa kanisa la Efeso, jinsi ya kuhusiana na makundirika tofauti kanisani. Anasema unapohusiana na wazee, anasema mzee usimkemee, mwenye kama baba. Kadhalika mama kama mama. Anasema vijana kama ndugu. Afa anasema na mabinti kama ndugu zako wa kuzaliwa katika usafi wote. Okay? Sasa kama tutaweza hiyo template ya Biblia ya kudate huko tunajilinda katika usafi wote, sawa. Na nafikiri kwenye Thesalonike wa kwanza 4:3 anasema haya ndio mapenzi ya Mungu takaswa kwenu, muepukane na washarati, kila mmoja ajue jinsi ya kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama dunia wasivyomjua
wasiomjua Mungu. Okay? Na ni vizuri kuangalia hivi kwenye Biblia tuna template ambayo inatuonyesha kwamba kuna kitu cha dating kwenye Biblia. Yaani kuna watu walikuwa wana date kwenye Biblia kabla ya kuoana. Yaani nikitafuta haraka sioni. Okay? Kwa sababu mfano halisi wa mahusiano ya ndoa ni mahusiano kati ya Yesu na kanisa lake. Mshanielewa? Kwa hiyo sasa dating imetoka wapi? Hii ni template imetoka the West. Unajua injili ina tabia inapelekwa. Tuseme kwa mfano Mungu atuamini sisi wa Masai na kuipeleka injili katika nchi nzima. Yaani kwa vyovyote vile wakati tunaipeleka kuna mila za Kimasai tutakuwa tunapeleka pamoja na injili sababu sisi ni wa Masai. Mshanielewa? Kwa hiyo wazungu walipotuletea injili walileta na namna yao ya magharibi ya kufikiri. Kwa hiyo lazima tujue jinsi ya kuchuja. Kwamba hii ni neno, hii ni namna ya magharibi. Okay? Na sisemi kwamba kila kitu cha wanadamu ni kibaya. Okay? Kama hakikinzani na neno la Mungu haina shida. Lakini openly inakinzana na neno la Mungu sio jambo la kulibeba. Okay. Na shida iliyotufikisha kwenye mahusiano hapa tulipo leo ni kitu cha dating ambacho hakijawekewa masharti na vigezo. Umeona? Kwa hiyo dating, mchungaji unasemaje? Naomba hapo niseme kitu, naomba niache hiyo template alafu watu waamue sawa na hiyo template ikoje. Wataamua uelekeo. Kila watu wajiamulie. Kwa sababu yani kuna madhara yanatokea. Premarital sex ina madhara makubwa kuliko watu wanavyodhani. Hiyo ndio swali nilikuwa nafuatia. Premarital sex ina madhara makubwa sana. Tusaidie hapo baba tuweze kujua kwa sababu kuna vijana wanaangalia hapa. Na watu wakishapendana upendo na tabia ya kutoa. Ya kupeana. Sasa mtakuwa na mipaka mnapeana nini? Mshanielewa? Hapo mtakuwa na mipaka mnapeana nini? Kwa sababu sex is created by God. Lakini imewekewa masharti na vigezo ndani ya ndoa. Umeona? Nje ya ndoa ni hatari. Aliambiwa Suleiman akasema kwamba bwana mwanangu, kuwa makini, usiwape wanawake nguvu zako. Ingekuwa anamsemesha yule mama, angekuwa anamsemesha mtoto wake wa kike, anasema usiwape wanaume nguvu zako. Yaani wakati unaposhiriki katika sex na mtu unampa nguvu zako. Na sio nguvu tu za kimwili, unampa nguvu za fikra, nguvu za kiroho, yani nguvu. Yani kwa mapana yake na marefu yake. Umeona? Na moja ya vitu ambavyo huwa tunakosea, tunadhani kwamba wanadamu wawili wanapo have sex is only a physical act. No. Haiwezekani mtu aliye roho anayo nafsi anakaa ndani ya mwili alafu mkutane katika mapenzi alafu iwe ni swala la kimwili tu. Inakuwa ni swala la kimwili, inakuwa swala la nafsi, inakuwa swala la kiroho. Umeona? Na moja ya vitu ambavyo viligeuza moyo wa Suleiman ilikuwa ni hiyo illicit sex. Unaona? Ushirika wa kingono nje ya mapenzi ya Mungu. Umeona? Na ukiangalia kwenye yeye mwenyewe alisema kwamba inatega inanasa nafsi ya mtu. Alisema yeye mwenyewe kwamba inaharibu nafsi ya mtu. Alisema yeye mwenyewe inavamia uchumi wa mtu. Hizi ni athari ambazo tukisema tuanze kuzizungumza saa hizi hatutamaliza, lakini kuna athari. Na Biblia inatuambia, nafikiri ni kwenye Mathayo 1:18, kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Anasema kwamba Yusufu alipokuwa amemposa Mariamu kabla hawajakaribiana. Ile sio tu hawajakaribiana kimwili. Yaani kuna distance ambao waliweka hata emotionally ili wasije, kwa sababu unajua unaweza usikamatwe kimwili, unaweza kukamatwa kihisia na ukajikuta tayari. Kwa ile ni vizuri kuwa na distance. Na kama watu wanaamua wanahitaji kuongea pamoja, basi wajiepushe na kuwa wawili peke yao, ambaye inakuwa iko more tempting. Kama ni mnataka kudate, basi nendeni mahali public. Nendeni mahali public, mnakula labda pamoja, mnaongea, mnakunywa kitu pamoja, mnaongea. Lakini ile dating privately mko wawili, it's very dangerous. Baba, wakati wa kwenu mlikuwa mnafanyaje nyie? Hamkuwa mnajikuta sasa mnaoa na kuoana mkiwa hamfahamiani? Yani mara nyingi inakuwa ni hivyo, mnaoa na inapaswa kuwa hivyo. No. Sasa ndio nimeona vigezo nimeweka hapa mwishoni. Kwamba yani jiepusheni na mitego. Okay. Yani kama mnaamua kukutana, basi iwe ni mahali public. Zamani wazee wetu walikuwa wakali. Walikuwa wanasema ukitaka mahali pa kukutania ni kwa mchungaji au kwa mzee wa kanisa
au kanisani. Au mwe watatu. Lakini of course yani mahali popote public, yani hata yani hutajaribiwa. Lakini sasa siku hizi sex is not only a physical act. Siku hizi yani mnaweza mkashiriki sex kwa simu. Yani mnachat, yani mpaka mnafikishana. Ni hiyo kwa sababu Yesu alisema kwamba mmesikia ilisema kwamba msizini. Lakini mtu akimwangalia mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Kwa hiyo kumbe kuna emotional zina. Umeona? Kwa hiyo ni Mungu tu awasaidie. Na vyote baba vinakuwa vina athari zile yani wanaokutana kimwili kabisa physically na ambao wanafanya katika hiyo namna. Athari zinakuwa ni zile. Athari ni ile, lakini sasa hii nyingine inakuwa inashambulia moja kwa moja kwenye nafsi. Na inaenda kwenye roho yake. Okay. Na sasa tatizo unajua nani iko hivi, dhambi usiiwekee sheria maana unaipa nguvu. Umeshanielewa? Ni kwamba tu watu wafundishwe kwamba yani watu waelewe kwamba hivi kama tuseme kwa mfano Yesu angepata fursa ya kuhusiana, yeye angehusiana vipi? Yani unaweza kufikiri kama vile una kufuru. Unaweza kujiuliza hivi Yesu angekuwa binti angehusiana vipi na kijana wa kiume? Angekuwa Yesu ni kijana, alikuwa kijana wa kiume, angehusiana vipi kama angeruhusiwa ingekuwa part of his call? Angehusiana vipi na mtoto wa kike kabla ya kumuoa? Ukishajiuliza haya maswali inakuwa ni rahisi. Inakuwa ni rahisi ya. I say. Yani kuna chemka hivi. Hapa kuna chemka. So Pastor, tumekuwa tukiona na kuaga na sessions au seminars mnaita relationship pin. Yes. So tunatamani kujua what is it all about. Kuna kuaga na nini kinaendelea, maana zimekuwa sasa ni talk of the town. Sasa tunataka kwa watu ambao hawafahamu nini kinafanyika, because mimi naamini mimi nishai kushiriki sometimes kama mara 2 hivi. So natamani na watu ambao hawajai kuja wataka tuelewe kuna kuaga na nini na it's about what general. Ni maarifa. Ni tunaachilia maarifa kwenye eneo la mahusiano. Tunakuwa na sehemu 2 kubwa. Moja ya mahusiano na nyingine ya masuala ya kusudi. Naona ya kusudi. Unajua kwenye wakati tunapozungumzia kusudi of course kusudi la Mungu ni moja. The Great Commission. Lakini inamsaidia mtu kujua nafasi yake ndani ya hilo kusudi kubwa pana la Mungu ni ipi, ili atembee kwenye nafasi yake kwenye hilo kusudi. Lakini kwenye mahusiano, sababu tumeona yani mpata fursa ya kuona jinsi ambavyo mahusiano yanavuruga watu. Na yanavuruga watu kwa sababu ya kiwango cha maarifa walichonacho. Okay? Na cha ajabu kwenye neno la Mungu, yani tu ukianza tu kwa Yesu kuja kwa mitume huko, wamezungumza sana kwenye eneo hilo. Wamezungumza sana kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa vinaleta shida pia wakati wao. Kwa sababu yani hakuna namna unamleta mtu kwa Yesu ametoka kwenye namna fulani ya kuishi, alafu unamwambia kwamba usifuatishe namna ya dunia, ikimaanisha kuna kila eneo. Bali mgeuzo kwa kufanya upya nia zenu. Kwa ina maana kwamba wanatakiwa kujua kwamba yani namna ya Mungu ikoje. Lakini vile vile kwa sababu neno la Mungu linahudumu uponyaji, neno la Mungu linahudumu kufunguliwa. Kuna watu wanaumwa. Wanaumwa mahali ambapo ni pagumu sana kupokea uponyaji kwa namna ya kawaida. Kwa sababu ya issues ambazo zimetokea kwenye mahusiano. Na wakati Yesu anapaka mafuta, nafikiri eneo la pili ambalo Yesu alisema kwamba ametumwa kufanya na ule upako, eneo la pili lilikuwa ni kuganga waliovunjika moyo. Okay, eneo la kwanza ni kuhubiri injili kwa maskini. Na vijana wanaposema kuhubiri injili kwa maskini sio watu wasio na hela. Maskini ni watu ambao wamekubali kufundishika. Wamekubali hawajui. Wamekubali wanahitaji msaada. Yaani ukiangalia kwenye maana ile ya msingi. Kwa sababu naanza kusema Yesu. Sasa naomba tutoke kidogo kwenye mahusiano, ingawa tutarudi hapo. Tuingie kwenye kusudi kwa sehemu. Mimi katika experience yangu ndogo ya utumishi nimegundua moja kati ya maeneo ambayo ni rahisi sana kuyatambua lakini ni magumu vile vile ni eneo la kusudi. Ni rahisi kutambua kusudi hasa ikiwa Mungu anakusemesha wewe juu ya kitu ambacho amekuitia. Inaweza isikuchukue nguvu sana. Lakini unapotokea mtu mwingine anahitaji msaada wa kujua kusudi lake na amekuapproach wewe, yani lugha ya kuzungumza naye mpaka aje agundue kwamba Mungu ameniitia hapo, waga mara nyingi inakuwa sio rahisi.
katika hizo semina mnawasaidiaje watu, yani kuwafundisha juu ya habari ya makusudi yao binafsi, kitu ambacho tunaamini kwamba ni very personal. Tunawasaidiaje mpaka afike point ya kusaidika na kujua kwamba nimeitwa katika eneo hili. Kwenye, unajua kwa mfano tunapofanya semina za kusudi, yani ukiangalia uhalisia wake ni kama tunachukua hatua za dharura za kusaidia watu, lakini kimsingi haikutakiwa kuwa hivyo. Yani kimsingi, yani mtu akikua kwa namna ya kawaida baada ya kuokoka, yani ata grow into the purpose of God aliyoitiwa. Umeona atakuwa kuingia kwenye kusudi la Mungu aliyoitiwa. Ukiangalia kwa mfano Paulo aliwaambia Wagalatia, anasema kwamba alitambua kwamba yeye ametengwa toka tumboni kwa mama yake. Anasema alipoona vema Mungu alipoona vema kumfunua mwanae ndani yake ili awahubiri mataifa. Naona kwa hiyo ina maana kwamba kwa kadiri mwana anavyofunuliwa ndani ya mtu atajua. Okay? Kwa mfano mimi sikuwa na mafundisho maalum yaliyonisaidia mimi kujua kusudi nililoitiwa. Lakini kwa sababu mazingira yalikuwa sawa kwenye maisha yangu ya kuendelea kukua katika Kristo, yale yalinisaidia kujua kusudi la Mungu. Okay? Kwa hiyo tunapofundisha ni kwamba tunaingia kwenye makazi ambazo ziko kwenye neno, ambazo zinamwonyesha mtu jinsi ya kulijua kusudi lake. Lakini vile vile inaweza kuwa ni kitu kigumu kama huyu mtu hakui kwa namna ya kawaida. Unajua mtoto wa kike na wa kiume wakati wakiwa wadogo wanaonekana kama vile wako sawa. Yaani mtoto wa kike anaweza akinyoa nywele, asiposuka alafu akavaa nguo za kiume, unaweza usimjue. Kuna mahali inafika akivunja ungo na wakibale ndio unaanza kuona huyu ni wa kiume, huyu ni wa kike. Okay? Yaani ule ukuaji tu wenyewe unamfanya ajulikane ni wa kike, ni wa kiume. Okay? Na vile vile kwa Kristo iko hivyo hivyo. Sasa ukiona tunafanya hivyo, ina maana kwamba kuna vitu vilikosewa nyuma huku vinavyotulazimu kuwa na mpango wa University of Primary kuandaa walimu waupe. Yaani unaandaa walimu wa dharura waupe kwa sababu ule utaratibu wa kawaida wa kuleta walimu haupo. Kwa hiyo pasa, kwa kuzungumza hivyo tuamini sasa na mioyo yetu itulie kwamba kizazi kijacho baada yetu kipo salama. Sababu umezungumza vizuri kwamba mambo yote ambayo tunayaona ni kama hayajakaa sawa sana kwa kizazi hiki tulicho nacho ni matokeo ya jitihada za haraka au za awali pia ambazo hazikuchukuliwa nyuma yetu. Na wewe na watumishi wengine wa Mungu mmekuwa mkifanya hizo jitihada za kufundisha watu na nini. Kwa hiyo nataka tuamini kwamba kizazi kinachofuatia baada yetu kitakuwa salama kwa kiwango kubwa kuliko sisi, kwa sababu tunafanya hizo jitihada za kufundisha hapa na pale. Naamini Mungu anajua anachofanya. Mungu anajua anachofanya wakati kwa kweli kuachiliwa kwa kiwango ambacho inaachiliwa sasa. Anajua anachofanya. Hatuwezi kumpreempt Mungu. Yaani Mungu ndo anafahamu kizazi kinachokuja na kinachofuata kitakuwaje. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba kama Mungu asingeingilia kati kwenye kizazi cha kwetu kwa namna anavyoingilia kati, kuna uwezekano yani vizazi viwili vitatu tungeshapoteza kabisa injili. Unajua kwa mfano yani kanisa, kwenye historia ya kanisa liliingia kwenye vipindi vya giza si kwa sababu giza lina nguvu. Ni kwa sababu kuna namna iliwezekana kunyamazisha the voice of Christ in the church. The teaching of Christ in the church. Kuna namna adui alifanikiwa kuinyamazisha na kuleta vitu vingine, quick fixes zingine ambaye tunaona bado zipo. Zipo. Yani sio kila mtu ambaye unamuona yuko kwa Yesu, yuko kwa Yesu kwa sababu anavutiwa na Yesu. Kuna wengi sana wapo kwa Yesu kwa sababu anavutiwa na kile ambacho Yesu inaonekana anaweza akafanya. Mshanielewa? Na hatuna uhakika kama ni yeye ndo anafanya. Meshanielewa? Kwa sababu yani namna pekee ya kumpima Yesu sio matokeo. Yani nini kinalishwa? Nini kinalishwa? Chakula. Kwenye chakula. Unaona wakati tumeanza kula hivi vyakula vya kuku wa kisasa, mayai ya kisasa. Kule tulipoanza hatukuwa tunaona madhara yake. Lakini sasa hivi tunayaona madhara yake. Yani alikuwa analeta matokeo ya haraka etc. Hii ni mbegu ambayo inakuwa kwa haraka, lakini sasa tunaanza kuona matokeo yake. Kwa hiyo mimi naamini moja ya vitu ambavyo tunavyo sio tu kusema na kizazi kwa kadiri ambavyo Mungu anatusaidia kusema, lakini pia ni kuomba kwa ajili ya kizazi. Yani kweli ya Mungu irejeshwe katika kizazi. Nakumbuka Mtume Paulo alienda mara ya kwanza kabisa anaenda Efeso. Aliwauliza, nafikiri ni kwenye 19, Matendo 19 kama sikosei. Aliwauliza kama wamepokea Roho Mtakatifu. Wakasema hata kusikia
Paulo alishtuka. Sema, mmebatizwa ubatizo gani sasa? Akasema tulibatizwa Yohana. Akajua hawa wako hivyo walivyo kwa sababu toka mwanzo wamekuwa handled vibaya. Kwa hiyo akaweka sawa. Unajua akaweka sawa kile ambacho naamini Paulo kazi yake kwenye kanisa la Efeso ilikuwa sio sana kulipanda kama kuweka sawa kazi ile ambayo ilikuwa imeanza pale, lakini ilikuwa imeanza vibaya. Kwa hiyo kuna namna kazi imeenda sio vizuri. Yani kama tuseme kwa mfano mtu anani hajaokoka, anafuatiliwa na roho za kwao. Kaokoka bado anafuatiliwa nazo. Kuna shida katika huku kuokoka. Sasa nini tofauti ya mimi kuokoka na kutokuokoka? Unaona? Yani uliponiambia niokoke, uliniambia nimesamehewa dhambi zote. Sasa unanifundisha kuna dhambi ambazo sijasamehewa ambazo inabidi nizitubu tena ndani ya Yesu. Hii nifunguliwa na roho za mababu, si vitu vya kurithi na kadhalika na kadhalika. Yani kuna namna Mungu atusaidie. Namna inakataa kabisa. Inakataa. Baba hapo. Nimekusikia mambo ni mengi mjini hapa hivi. Nimekusikia wakati mwingine. Sasa utanisaidia baba, najaribu kuuliza kama ni kweli iko hivyo ama haiko hivyo. Juu ya swala la hizi zinaitwa soul ties. Zinafanya kazi hata kwa watu waliookoka. Yani ni kweli kabla ya kuokoka alitembea katika njia hizo mbalimbali za uovu, akawa na mahusiano na vijana wawili watatu pale. Baada ya kuokoka kuna jitihada nyingine inafanyika au bado anaendelea kushikiliwa? Yani labda niiweke hivi. Mahali ambapo tuna kilema katika kufundisha. Yani tunaanza kuzungumza kuhusu tatizo. Sina shida. Diagnosis, wanafanya diagnosis. Lakini hatuendi mbali ya kutosha na kuonyesha kile ambacho kimefanyika msalabani kudili na tatizo. Tunachukua sasa, tunafanya sisi ndo tuna majawabu ya matatizo. Na sisi hatuna majawabu ya matatizo ya watu. Majawabu ya matatizo ya watu anayo Yesu kwa kazi ya msalaba. Okay, kama tumeamua kuanza siju kufundisha kuna kitu cha laana ya ukoo, siju kuna nini. Okay, laana ya ukoo. Kazi ya msalaba ilikuwa ni nini? Mshanielewa? Sasa ukiifungua kazi ya msalaba kwa watu, ukishafungua kazi ya msalaba, kama haina uwezo wa kuwafungua mpaka mimi niwaombee, kuna shida kwenye kazi ya msalaba. Mimi niseme case study ya kwangu. Sawa. Kuna issue moja kati ya nyingi ambazo nimekutana nazo na nimeona nguvu ya msalaba katika maisha yangu. Nilikuwa mimi as long as najitambua, nilikuwa nateswa sana na kubanwa na nguvu za giza napolala. Ilikuja ikawa vibaya kiasi kwamba hata nikijilaza niko macho na banwa nazo. Sasa nilipookoka, kumbuka mimi nimeokoka katika miaka ambayo wachawi ndo walikuwa wanaokoka sana. Kwa hiyo walikuwa anaokoka jana, leo anapewa semina ya siku 7. Yani kaokoka, anapewa semina ya siku 7. Kwa hiyo anainua masuala ya ufalme wa giza kuliko kuinua kazi ya msalaba. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba ukikemea kwa jina la Yesu, ukiachilia damu ya Yesu katika kuta za nyumba yako, katika sakafu na ceiling, utakuwa salama. Vitu vyote hivyo nilivifanya na bado hizi nguvu zilikuwa zinapita na zinanishughulikia. Nimeokoka na baadaye hata niko kwenye utumishi. Nikasema there's something wrong somewhere. Pamoja na kunyunyizia damu. Yani kama inanyunyizika. Yani kuna muhimu sana wa kurudi kwenye neno la Mungu na kuangalia vitu ambavyo tunaamini, tunafundisha ndivyo ilivyo. Ndivyo neno la Mungu linavyofundisha. Ushanielewa? Basi siku moja nimetoka kwenye huduma, nimechoka hatari, nimechoka kweli. Kwa hiyo nimelala, afi ile hali ikatokea. Nikasema leo mimi hata nguvu ya kukemea sina. Kwa sababu yani unaanza kukemea kule kwenye roho mpaka unashtuka ndio unakemea. Nikasema hapana, this thing is not working. Hata hivyo nimeokoka. Ikitokea nimekufa naenda kwa baba. Umeona? Basi mimi nika nikasema hii kitu hapana. Alafu sasa tena ni scripture ya Agano la Kale ilikuja kwenye ufahamu wangu nikiwa nimelala. Nafikiri ni 2:8 Zakaria. Anigusae anagusa ngoni ya jicho la Mungu. Nikasema kule kuna usingizi, sema ina maana kwamba kinachobanwa hapa ni mboni ya jicho la Mungu. Hivi mimi nahangaika nini? Kama Mungu yuko radhi, mboni yake ibanwe. It's okay. Yani ile revelation moja tu. Tena Agano la Kale. Yani zile nguvu ziliniachia na sijui mpaka kesho sijaziona tena. Ufahamu wangu kwenye eneo hilo umekuwa sana
kwa muktadha wa kazi ya msalaba. Unaona? Kwa hiyo sasa tunapo kwa kweli hakuna mtu anaweza kumdeliver mtu. Yeah. Kazi ya msalaba ilisha deliver watu. Unajua laana yani hivi kwenye neno laana haitoki kwa shetani. Laana inatoka kwa Mungu. Laana ya Torati sio shetani anaileta. Laana ya Torati ilikuwa inaachiliwa na Mungu kwa vigezo na masharti ya Torati. Hivi Mungu akikulani nani anavunja? Hakuna anayevunja. Sasa aliyevunja alikuwa ni Yesu, na ilikuwa ni transfer ilitokea kwamba Kristo ametukomboa katika laana ya Torati. Maana alifanyika laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa amelaaniwa kila mmoja angekwaa juu ya mti, ili baraka ya Abraham ipate kuja juu ya mataifa na tupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Umeona? Kwa ukombozi uko ndani ya Yesu. Tunapotambua kile ambacho Yesu amefanya, haiwezekani ukaendelea kuwa chini ya kifungo. Kuna mafundisho ambayo yanatupa umaarufu watumishi na kumnyang'anya umaarufu Yesu. Tumrudishe Yesu kwenye nafasi yake. Yeah. Kuna mafundisho ambayo yanatupa umaarufu sisi. Unajua kwenye Agano la Kale Mungu hakumwambia Musa weka nani jipandishe pale juu watu wakuangalie wewe. Wanapoumwa na nyoka atafunguliwa. Aliambiwa kwamba weka nyoka wa shaba pale juu. Wakimwangalia yule japokuwa wanaumwa hawatadhurika. Umeona? Yeah. Na Yesu akasema kama vile Musa alivyompandisha nyoka wa shaba ndivyo mwana wa Adamu atakavyopandishwa ili kila anayemwangalia aokolewe. Tusaidie watu wamuone Yesu. Ndio kitu ambacho tumepungukiwa sana kwenye kizazi cha kwetu. Taratibu kinarudi lakini Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Sasa turudi tumalizie kwenye eneo la mahusiano kidogo. Maana tulikuwa tumechepuka kidogo. Umekuwa ukifanya hizi semina ambazo mama mchungaji amekuuliza hapa, zile relationship clinics. Na nimeona hii ya mwisho ambayo tulifanya mwaka huu ulikuwa na kipengele cha kufundisha pale. Na bila shaka nimeandika hapa ulikuwa unafundisha umuhimu wa kupiga gharama za ndoa kabla ya maamuzi ya kuoa na kuolewa. Naam. Tusaidie, kuna watu wamekaa hapo wanajiandaa kuoa na kuolewa. Na hata hawajuagi kama kuna gharama. Kabla tu ya kuanza kupiga hizo gharama, hawajui kama kuna gharama. Utusaidie kujua kama kuna gharama ni zipi na tunawezaje kuanza kujipanga kwa ajili ya hizo gharama. Unajua watu wanapofikiria gharama ya ndoa, wao wanafikiria gharama za harusi. Mavazi watakayovaa, sherehe ile na kadhalika. Okay? Na Biblia anasema kwamba mtu anayetaka kujenga mnara anakaa kwanza chini na kupima gharama na kuona anacho kinachohitajika kwa ajili ya kujenga huo mnara. Na kimsingi ambacho tulifundisha kwenye hili somo ni neno la Mungu linazungumza nini kwa habari ya ndoa, wajibu wa baba, wajibu wa mama katika ndoa. Usiingie kule ukaenda ukakutana nazo, zijue. Afu ndipo unapoingia unaingia kwenda kutekeleza yale majukumu. Kwamba sasa mwanamume unaingia kwenye ndoa unakuwa mume, mwanamke unaingia kwenye ndoa unakuwa mke. Ziko gharama kule ndani. Ndio hizo sasa tulikuwa tunaziainisha. Kwamba hivi vitu lazima uvijue. Kwa hiyo ina maana kwamba uko tayari kwa ajili ya hivyo. Ukiwa tayari sasa uko tayari kwa ajili ya kuoa. Uko tayari kwa ajili ya kuolewa. Baba, unaweza kutusaidia angalau vichache tu ambavyo mtu ambaye hakuwepo kwenye semina afaidike wala kwa sehemu anaposikiliza. Mwanamume anaelekezwa ampende mke wake kama Kristo anavyolipenda kanisa. Na ukiangalia pale upendo ambaye anaambiwa sio upendo wa kimahaba, ni agape. Ni upendo wa agape, upendo wa kujitoa, upendo sio na masharti. Ukiangalia pale kwenye Efeso, Paulo anaainisha majukumu ya baba. Kuwa mwokozi wa mwili wa mke wake. Uko tayari kuwa mwokozi wa mwili wa mke wako? Au unasema mimi sio mwokozi wako bana, mwokozi wako Yesu. Yesu ana mkewe. Wewe mke wako, wewe ndio mwokozi wa mwili wake. Yesu ni mwokozi wa roho ya mke wako. Wewe ni mwokozi wa mwili wake. Okay? Alafu vile vile wadada wa mama wanaambiwa kwamba wapende waume zao. Tena wanawake wazee wanaambiwa wafundishe wanawake vijana kupenda waume zao. Nafikiri ile neno pale ni philandrio.
ambaye ni affectionate love. Yani upendo ambao unauonyesha kwa vitendo. Unauonyesha kwa affection. Umeona? Je, uko tayari kujifunza? Kwa sababu najua mwanamke anaingia akitaka kupendwa, lakini anajua kwamba yeye anatakiwa kupenda. Na upendo ambao mwanamume anampenda ni tofauti na ule upendo ambao yeye anatakiwa kumuonyesha mume wake. Mwanamke anatakiwa kumstai mume wake. Kumstai mume wake maana kuna wakati mume wake atafanya majanga ambaye anaweza akaachilia rathi ya mke wake kumsemesha anavyotaka kumsemesha. Je, anafahamu kwamba anatakiwa kumstai mume wake? Je, mume anafahamu kwamba mke wake atamkosea, kwa hiyo asimwonee uchungu? Waume wasionee uchungu wake zao. Na vitu kama hivyo ndio tulikuwa tunapitia. Ni vitu ambavyo utakutana navyo kwenye ndoa. Kwa unahitaji maandalizi ya kutosha. Yani lazima ujue, ukubali, afu ndio ingia. Kichwa kinapiga basi naomba nikuulize swali lingine kuelekea mwisho. Namna tunavyoweza kudeal na changamoto kwenye mahusiano na kwenye ndoa pia. Sababu tunafahamu kwenye ndoa kuna mambo mengi, kugongana kwa hapa na pale na nini. Tunawezaje kudeal na hizo changamoto mpaka ifike point ambayo tunaweza tena kukaa meza moja na maisha mengine yakaendelea? Kuna nyakati sijui labda niseme inaweza ikawa inasaidia mahali fulani. Ni kama neno nimekusamehe na kwaga kama alitoshe hivi, yani kile ambacho unakuwa na film ndani. Kuna namna nyingine nzuri ya kushughulika na mambo kiasi kwamba kabisa ukasikia relief kwamba hapa nimeshughulika na hili na limeisha. Kwa sababu mengi tunasemaga tumesameheana, nimekusamehe, na bado nasikia kwamba hapana, yani sasa hii baba unaweza kutusaidiaje hapa? Msingi wa muhimu ni upendo. Kupendana. Huo ndo msingi wa muhimu. Sio mahaba. Sizungumzii mapenzi, nazungumzia pendo. Yani kila kitu ndani ya Kristo kinawezekana kwa sababu mnapendana. Na nilikuwa namwangalia Paulo unajua kwenye kitabu cha Efeso Paulo amezungumza kwa mistari kadhaa kuhusu swala la upendo, swala la utii. Lakini kabla hajaanza alizungumzia swala la kunyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Umeshanielewa kunyenyekeana katika kichwa cha Kristo. Kutegemeana wewe ni kabila gani na ulilelewa kwenye mazingira gani. Inawezekana ili swala la kunyenyekeana mume na mke likawa ni mtihani sana. Wamasai sisi tulivyolelewa, yani nafasi ya mwanamke kwenye kabila la Wamasai yani kuenda na vile Yesu anataka ni changamoto ya namna yake. Lakini kwa ujumla wanaume wa Kiafrika ni hivyo. Lakini sasa ni ile neno la Mungu unapoliruhusu liingie ndani yako, unapolitafakari neno la Mungu, unapoliruhusu likusemeshe, unajisemesha neno la Mungu, transformation itatokea. Moja ya vitu ambavyo napenda kuwakumbusha sana watu wanapokuja kuoana, napofungisha ndoa, naambia kwamba kumbukeni kilichowaleta hapa kuliko kitu kingine chochote, mnapendana. Mnapendana. Na hamkuwa mnaishi karibu. Hamkuwa mnaishi pamoja kabla. Sasa mtakapoanza kuishi pamoja utakuja kugundua kwamba bado mko kwenye process ya kubadilishwa kuwa kama Kristo. Ile sipendi kutumia neno kuvumiliana. Neno zuri zaidi ni neno kuchukuliana. Kuchukuliana maana yake umeshamuelewa mwenzako alivyo na unajua jinsi ya kwenda naye wakati Kristo akiwa anaendelea kumbadilisha na kunibadilisha kwa namna yake kwa wakati wake. Lakini the most important thing, kupendana. Kupendana haimaanishi kwamba hamtakoseana. Kupendana inamaanisha kwamba kusameheana kutakuwa ni kurahisi sana. Yesu anatusamehe kirahisi mno kwa sababu ya kiwango anachotupenda. Kwa hiyo ni Mungu atusaidie tutupendane. Mungu atusaidie tuchukuliane. Mungu atusaidie pendo la Kristo limiminwe katika mioyo yetu kwa Roho wake. Yesu ametuambia tuwapende wake zetu kama Kristo anavyolipenda kanisa. Yesu, mimi hata sijui unalipendaje kanisa. Nisaidie kujua unavyolipenda kanisa, nisaidie kumpenda mke wangu vile ambavyo unalipenda kanisa lako. Nisaidie kujitoa kwa ajili ya mke wangu. Yaani kubaliana na kile ambacho neno la Mungu linazungumza. Omba akusaidie. Na anakusaidia kwa njia ya Roho wake. Sababu yeye ndo amekuja sasa kutusaidia na kutuongoza na kututia kwenye kweli yote. Yes. Hii pasta inaingia mpaka kwenye mpaka makanisani. Habari ya kuchukuliana na kuvumiliana. Naam.
nakumbuka sisi wenyewe kwa wenyewe. Yes. Nakumbuka kuna mfano mmoja uliwahi kutoa. Naomba ni unukuu, alafu nitakuuliza jambo hapo mbele. Amen. Ulizungumza juu ya, kama nitakumbuka vizuri lakini, juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwepesi na kukwazika ndani ya kanisa. Na wakati mwingine akiwa anaongea na mchungaji akampa glasi ya maji. Kwamba azunguke nayo kanisani, alafu ahakikishe aangushi maji. Na akafanikiwa kufanya hivyo. Mchungaji akamwambia ni kwa sababu ulifocus kwenye glass na sio kwenye kuangalia vitu vingine. Huu mfano unamaanisha kwamba tuwe tuna overlook mapungufu yanayoendelea pale kanisani, au unamaanisha kwamba nikiwa naingia kanisani mimi na time zangu tu, nikitoka, au natakiwa kutufundisha nini zaidi? Kwenye nani, kwenye unajua uzuri mmoja Biblia inafundisha sana. Inafundisha sana. Kuna nafikiri ni Waebrania 3. Anaposema kwamba mkumbushane, afa anasema muonyane. Ila sasa nafikiri si ndio hatuelewi vizuri swala la kuonyana. Tunagombezana. Tunafukiana. Tunafanya tusikie hatia. Umeona? Na sidhani unakuwa na mamlaka ya kumwonya tu kila mtu. Kinachokupa mamlaka ya kumwonya mtu ni upendo ulionao kwa ajili yake. Shanaelewa. Okay. Na sio unampenda kwa ukimya, yani ule ukaribu, yale mahusiano ambayo unayo na yeye. That's a strong one. Bro, hivi sio namna tunavyoenda katika Kristo. Yani katika Kristo neno la Mungu linasema hivi. Na ule mfano uliotoa ni kwamba mtu alikuwa analalamika sana kwa habari ya watu wanavovaa. Wanavovaa kanisani. Okay. Na ni kweli, yani unapochunga vijana kuna vitu ambavyo unaviona katika namna uvaaji. Lakini je, ukiwabadilisha wakavaa kwa namna iliyo sawa, je, ndani watakuwa sawa? Kwa sababu Yesu alituonya. Akatuambia kwamba alisema kwamba kuna kusafisha kikombe nje wakati ndani ni kichafu ni unafiki. Umeona? Na mara nyingi mtu alivyo nje ni matokeo ya vile alivyo ndani. Akibadilika ndani, nje atabadilika. Ndio maana Yesu akasema kwamba safisheni kikombe ndani, nje kitakuwa safi chenyewe. Sasa mchungaji, nani yule kijana anayependa kumshtaki kwa mchungaji kwa sababu ya moyo alionao kwa ajili ya kusanyiko. Alikuwa anajua kwamba kanisani watu wanaookoka wametoka wapi? Nje. Haiwezekani samaki atoke baharini ana magamba, atakuja nayo. Yaani huku tunakuja kumtoa magamba, huku tunamtoa matumbo ili afanye kuliwa. Umeshanielewa? Na ni mchakato. Kuna watu unajua nani, kanisa ni kama hospitali. Kuna watu wanarespond haraka kwa dawa, kuna watu wanarespond taratibu. Kuna watu ni outpatients, kuna watu ni clinic, kuna watu wengine ambao wamelazwa, kuna watu wengine wodi ya wagonjwa mahututi. Hivyo kanisani ndivyo kulivyo. Sasa mchungaji akafikiria huyu inamsaidiaje? Nikimuelezea haya mambo nayojua ataelewa. Kwa hiyo akasema tutalishughulikia. Na Jumapili hii nitalishughulikia. Yule ndio alitoka na furaha sana. Sasa Jumapili ilipofika, alipomwona Robert yupo, akachukua glasi akaijaza maji, alafu akaweka kwenye kisosi. Akamwambia Robert, njoo. Akasema sasa chukua hii glasi, naomba teremka na ngazi zile, zunguka mpaka kule nyuma, zunguka afu uje upande nayo. Akaweka shilingi 50,000 pale juu ya mimbari. Akisema ukiniletea bila kumwaga hata tone moja, hii shilingi 50,000 ya kwako. Focus ya ndugu ilibadilika kabisa. Kwa hiyo akawa makini asimwage maji. Ila kwenye ile path ambayo mchungaji alimpitisha kuna wadada walikuwa wamevaa nguo fupi. Ila pale kanisani ni kwamba tu wenye nguo fupi hawaji kukaa mbele, wanakaa huko katikati ya watu, lakini alihakikisha anapita mitaa ile. Wadada wana nguo fupi, wadada wenye cleavage, alihakikisha anapita kule. Akapita akaja mpaka juu. Na hakudondosha hata tone. Akachukua ile hela, akaambia umefanya vizuri sana. Akampatia ile hela. Sasa wakati anaondoka anambia Robert, njoo. Akasema leo watu wamevaaje kwenye ibada? Robert akasema unamaanisha ni mchungaji? Anambia unakumbuka ulikuja ofisini unalalamika swala la mavazi, nataka nishughulikie swala la mavazi hapa. Leo watu wamevaaje kwenye ibada? Robert akabaki desa akasema kwa kweli mchungaji sijui. Kaambia hujui kwa nini? Siku zingine imekwaje umejua? Sema mchungaji, siku zingine nilikuwa nakaa tu katikati ya watu. Leo umeshindaje kujua? Na nimekupitisha kwenye njia hizo ambazo watu mimi najua watu walivyovaa leo na najua wamekaa wapi, nikakupitisha huko. Akasema mchungaji, nilikuwa niko makini nisimwage maji nisikose 50,000. Akasema kuwa makini usije ukapoteza ulichokishika. Shika sana ulichonacho. Mtu asikunyang'anye. Afu watu wengine
we acha Yesu aendelee kubadilisha hatua kwa hatua. So nikaweka msisitizo wa shika ulichonacho. Sisi hatujaitwa kuihukumu sheria. Hatujaitwa kuwa wahukumu. Kwa sababu yeye anayewaokoa watu hawahukumu, anawasaidia. Tusaidie watu waweze kubadilika na kuwa more Christ like. Baba, kama usingekuwa mchungaji ungekuwa nani? Mimi yote. Mimi yote. Wote. Utasema kama amepatia baba hivi. Okay. Angekuwa mpishi. Kwenye hapa ipo mpishi. Tumalizie na hiyo baba. Nini kinakuinspire kupika? Unapika sana. Ni huu mwaka tu ndio hujashare mapishi yako. Au mimi ndio sijaona? Ni mwaka huu kwa sababu ya ratiba zivyo ni bana. Lakini ni mpishi mzuri sana. Napika sana. Nini kinakuinspire kufanya hivi? Ni makuzi, malezi. Okay. Kama nilivyosema nimetoka kwenye familia ya Kiarusha. Ya Kimasai tuseme. Sawa. Sababu watu mtaani hawatofautishi wa Arusha na Masai. Kwa kawaida mwanamume wa Kimasai hapiki. Ila nilimwona baba yangu, yeye ndo alikuwa anaenda sokoni. Umeona? Ndio. Yeye ndo alikuwa anapika. Na nilikuwa naona anafanya vitu vingi ambavyo mwanamume wa kawaida wa Kimasai hawezi fanya. Na akienda sokoni alikuwa tunaenda naye. Lakini pia marehemu mama alikuwa ni mpishi mzuri sana. Na kama mtoto wa kwanza wa kiume alafu mtoto wa kike alikuwa yuko na distance ya miaka 12 naye. Basi ulikaa karibu sana na mama. Kwa hiyo nilikuwa niko karibu sana na mama. Okay. Nilijifunza. Nafikiri nilipokuwa mtoto nilikuwa na msukumo wa kujifunza kupika. Mama akawa ananiachia nipike. Akagundua huyu dogo anapika. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi kwenye mashirika ya kimataifa. Walikuwa wakija wageni wazungu ofisini kwake. Alikuwa anahakikisha anakuja kula nyumbani. Ila sasa hapati muda wa kuja kuwapikia. Ila anajua Carlos atapika kiwango kile ambacho mimi napika. Kwa sababu mamangu alijaliwa kusafiri sana nchi za nje. Beba mapishi kutoka sehemu nyingi sana duniani. Kwa hiyo nilijifunza toka kwa mama. Lakini vile vile ni tabia ambaye baba aliniingizia. Baba hakuwa mpishi mzuri kiasi hicho, lakini sasa nilikuwa naona anaenda sokoni, alikuwa ananifundisha jinsi ya kuchagua vitu sokoni etc. Kwa hiyo nikadevelop hiyo toka huko. Sasa baadaye kwenye maisha yangu nilipokuja kuwa na familia, nilipooa nikawa napika, lakini sio kwa kiwango hicho kwa sababu nilioa pia mke ambaye anapika vizuri sana. Lakini sasa nilipokuja kupata changamoto ya ndoa, naona siwezi nikabadilisha chakula ghafla, ya chakula nikabadilisha ghafla itaniathiri kiafya. Kwa hiyo ikabidi sasa niwe nasimamia masuala ya mapishi ya vitu ambavyo najua ni ngumu kumwelekeza mtu kupika. Hasa mboga hizi. Watapika wali, chapati, sio nini watafanya. Lakini zile mboga niko nazisimamia mpaka kesho. Na uko safi tu yani. Niko poa tu, yani sio issue. Kwa sokoni unaenda mwenyewe nini? Naenda mwenyewe. Hii ni nzuri. Kwa hiyo ni kweli ungekuwa mpishi kama usingekuwa mchungaji? Labda ningekuwa ni engineer. Kwa sababu nilichokisomea, lakini sina uhakika sana. Sina uhakika sana. Unajua bana, purpose ya mtu ni purpose ya mtu. Yani kwa mfano mimi ukiniuliza sasa kama wewe usipokuwa mchungaji utakuwa nani? Sijioni kuwa kitu kingine zaidi ya hiki ninachokifanya. Yani sijioni. Najua vitu vingi, lakini sijioni nikifanya kitu kingine. Okay. Masuala ya muziki, sauti nini najua, lakini sijioni nikifanya vitu hivi. Sijioni nikifanya vitu hivi. Yani hichi ninachofanya ndicho. Yani ni samaki yuko bahari. Kwa hiyo usingekuwa mchungaji ungekuwa mchungaji. Yani ningekuwa mchungaji. Kwenye kabila la kichungaji. Kwa kweli tumekuwa na wakati mzuri sana. Mimi binafsi nimejisikia vizuri. Na nimejifunza vitu vingi sana. Baba, tukupe nafasi basi ya upendeleo kabisa. Kama kuna maneno angalau mawili ya mwisho. Pengine ulitamani uyazungumzie na tukukuuliza. Angalau mawili matatu hivi, alafu tumalize na hayo. Tuage watu wa Mungu na tuchukue ratiba zingine sasa. Yani labda mimi jambo ambalo ningependa ningezungumza na vijana. Unajua Yesu alisema kwamba mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Alafu sasa miongoni mwa hao watendakazi wachache wawepo tena ambao hawaendi sawa. Nisingependa mimi niwaambie hawaendi sawa. Lakini kwa sababu wameitwa. Na Yesu ndo amewaita kwenye utumishi. Kuna umuhimu wa kurudi kwa aliyewaita,
kuangalia kwamba wanachokifanya ndicho ambacho aliwatuma wakifanye. Yesu mnajua kwenye maandiko generally tunajua kwamba ile the general call ya kila mmoja kufanya mataifa kwa wanafunzi, sio wa kwetu tena. Wanafunzi wa Yesu. Tena neno pale ni disciple, sio student wala pupil. Na disciple ni mtu anayejifunza kutoka kwa master wake kwa lengo la kuwa kama master wake. Kwa hiyo lengo la mwisho la Ukristo ni kuwa kama Yesu. Na tunaona inaainishwa kwenye zile huduma 5: mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu, ili wamjue sana mwana wa Mungu, ili wakue kuwa mtu mkamilifu, afike kwenye kimo cha utimilifu cha Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kuna umuhimu. Yaani kama haturudi kwa Yesu tukatulia naye na kujua kwamba hivi ninachokifanya ndicho nilichotumwa kukifanya, kuna hatari siku ile Yesu akatujibu sikuwahi kuwajua. Na siku ile wale watu wataanza kutoa sababu, nilitoa pepo kwa jina lako. Kwa hiyo kama mtu anatoa pepo kwa jina la Yesu, kwa vyovyote vile aliitwa kwenye utumishi. Anatoa unabii, amefanya miujiza mingi, watu wameitwa kwenye utumishi. Lakini sasa katika ule utumishi wakaacha kila ambacho Yesu alitutuma kukifanya, kuhubiri injili kwa mataifa yote. Kwa hiyo kuna umuhimu turudi. Hili ni jambo ambalo tunalifanya tena na tena na tena. Kuna ni kurekebisha nani margin of error. Yani kurekebisha ile error inayotokea. Unajua deviation inaweza kaanza na engo ndogo sana, but with time ukawa unasogea mbali sana kutoka kwenye kile kilicho sahihi. Na moja ya vitu ambavyo naviona vimeibuka sana kwenye kizazi hiki ni ile kutafuta umaarufu. Kwa kweli umaarufu hautatusaidia. Yesu kuwa maarufu ndo kila kitu. Tunatakiwa kuzungumza habari zake. Yeye akiinuliwa juu atavuta wote kuja kwake. Lakini sasa hii kitu yani lazima tujitukuse nayo. Tukubali kuwa watu wa kawaida, kwa sababu tuwe na nia ile ambayo ilikuwa ndani ya Kristo iwe ndani yetu. Yani Mungu tu atusaidie kwenye eneo hilo. Mimi naamini kwamba watu hawa wameitwa, wanahitaji tu kurudi kwa aliyewaita. Waweze kucheck naye tena, what I am doing, je, ni kile ambacho umenituma kukifanya? Paulo anasema yeye alirudi Yerusalemu, akapresent mbele ya mitume waliokuwa Yerusalemu ile injili anayohubiri katikati ya mataifa. Isije ikawa alikuwa anakimbia bure, isije ikawa tunakimbia bure. Kuna umuhimu wa kurudi tena na tena na tena. Na wanaposikia watu wanawasemesha, unajua watu wana haiba tofauti, watu wana namna tofauti ya kusema wanachokisema. Usiangalie sana. Unajua mtu anaweza kasema jambo kwa namna isiyo sahihi, ikakukwaza. Ikikukwaza usitupe kila kitu alichosema. Kwazika, tulia, afu consider kila alichosema. Usitweze unabii. Jaribu mambo yote. Chukua lilo jema. Ile kama anachozungumza hakina maana, tupa pembeni. Lakini kila kitu kinachozungumzwa na kizazi kilichotangulia tukisikilize. Tusikilize. Na kitu kingine ambacho naona vijana wengi katika nyakati za kwetu ambao Mungu anawainua wakiwa na the true message. Sasa kilicho sahihi kina namna sahihi ya kukipeleka. Unaona? Yani tunaweza nani kazi ambayo ingechukua kizazi kimoja, tunaweza tukaifanya iende vizazi vitatu kwa sababu ya namna ambavyo tunaipeleka. Tunapoenda kuzungumza na watu kweli tunaijua, tusiende kwao na hali ya kwamba tunajua zaidi. Hiki ndicho Mungu alichonisaidia kujua. Back it up na ufunuo wa maandiko. Alafu acha neno la Mungu lijipiganie lenyewe. Unaona? Acha neno la Mungu lifanye nini? Lijipiganie lenyewe. Kweli ina uwezo wa kujiestablish yenyewe katika maisha ya watu. Yes. Hii ni hatari. Watu wa Mungu, sisi kwa kweli hatuna la ziada. Tumeyasikia haya ambayo baba yetu Pastor Carlos amezungumza na sisi siku ya leo. Na kwa kweli imekuwa ya faida sana. Mimi binafsi nimejifunza vitu vingi sana. Na ingekuwa sio issue ya muda, hapa tutakia tukeshe hapa. Tuendelee kula hizi stories, maana mambo ni mengi tunazidi kuyapokea. Ni mashine. Yaani hawa wewe utachoka wewe. Watu wa Mungu, Mungu awabariki sana. Hii ni Love Covers. Mimi ni Pastor Sam Gripper pamoja na mke wangu mzuri Rehema Gripper. Tulikuwa tunaambiwa kuna